Nataka nikachukue nafasi hii nikaweze kuleta neno ambalo yeye ameweza kunipea ili nikaweze kukushirikisha, tuone kwamba ni nini amekusudia kwa ajili yako. Unaweza niita mchungaji Anthony Sudi. Niko hapa Bungoma, Kandui. Hapo ndiko ninapatikana. Nimepewa kundi ambalo ninalichunga kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kwa hivyo nataka nikaweze kuleta neno hili ambalo linaongelea kuhusu hatari ya dunia ya sasa. Hatari ya dunia ya sasa. Unaposoma nami kitabu cha wa Timotheo wa pili, mlango ni wa 3. Wacha tusome tuone Biblia inasema nini. Kuna kitu ambacho Shaul ambaye ni Paulo aliyekuwa mtume wa Yahoshua anafunuliwa kwa mwanawe kwa kanisa la Timotheo kwamba lakini ufahamu neno hili ya kwamba kuwa siku za mwisho kutakuwako nyakati za hatari. Maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe. So kuna vikezo hapa ambavyo Paulo mtumishi wa ambaye ni mtume anatufahamisha kwamba kuna nyakati ambazo zinakuja na nyakati ambazo ni hatari. He is bringing an awareness kwamba tukaweze kuelewa kuna siku ambazo ni hatari na hizo siku zinakuja, kwamba lakini ufahamu neno hili ya kuwa siku za mwisho kutakuwa nyakati za hatari. Kuna siku za mwisho ambazo zitakuwa nyakati za hatari, maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao, wasio na shukrani, wasio safi, wasio wapenda wakwao, wasiotaka kufanya suluhu, wasingisiaji, wasiojisuia, wakali, wasiopenda mema, wasaliti, wakaidi, wenye kujivuna, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu, wenye mfano wa utauwa, lakini wakikana nguvu zake, hao nao ujiepushe nao. Kwa hivyo Paulo ananena na mwanawe wa kiroho Timotheo, akimuonya Timotheo na kumwambia kuna nyakati ambazo zinakuja, nyakati zilizo hatari, kwamba ni nyakati ambazo watu watakuwa wanajipenda. Watu watakuwa wanajipenda. Watu watakuwa wanajipenda wenyewe, wanapenda mambo yao, wanapenda vitu vyao pasipo kujali. So Paulo anajaribu kunena haya kwa Timotheo. Today's world, mambo ambayo yanafanyika leo hii katika dunia hii ni mambo ambayo yameshakwisha kutabiriwa. Na ndiposa tunaposoma andiko takatifu, Paulo ananena kwa Timotheo as his spiritual son ya kwamba kutakuwa na siku hatari, siku ambazo watu watajipenda wenyewe, wenye
wataweza kupenda fedha. Na wakati huu tunaona haya mambo kwamba watu wamependa vitu, wamejipenda wenyewe, watu wamependa fedha kuliko chochote. Leo hii hata mtu hajali maisha ya mwenzake. Utakuta kwa sababu ya pesa, kwa sababu ya hongo, through bribery, mtu anaweza kuondoa maisha ya mwingine. People are being killed anyhow kwa sababu ya watu kujipenda na vilevile kupenda fedha. Watu wamependa fedha sana sana sana. Leo hii hakuna hofu ndani ya mioyo za watu. Watu wamejawa na hali ya kujipenda wenyewe pasipo kujali maisha mwingine. Watu wamependa fedha, wenye kujisifu. Leo hii watu wengi ni watu wanaojisifu, ni watu ambao hawataki kusikia ya mwingine, bali kazi yao ni kujisifu, kuona ya kwamba hao wanaendelea mzuri, maisha yao kuwa ni bora kuliko wengine. Kwa hivyo tunaambiwa na Paulo, na huu ni unabii ambao Paulo ananena kwa mwanao wa kiroho Timotheo, kwamba kuna jinsi ambavyo watu watajipenda, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi. Unajua mtu akijipenda mwenyewe na apende pesa, basi kiburi inaanza kuingia bride. Na sasa when bride comes in, unakuta kwamba mtu anaenenda viwango ambavyo hawezi kusikia mawaidha ya wengine, anafanya mambo kiholela holela. Na mambo kama haya yameshakwisha kutabiriwa na mtumishi wa Yahweh ambaye ni Paulo, kwamba watu watakuwa wenye viburi, wenye kutukana. Leo hii matusi imekuwa mengi. Unakuta huyu akatusi yule, yule akatusi mwingine, mtoto akatusi baba, akatusi mzazi, mzazi akamtusi mtoto, nakuta jirani. Mambo inafanyika ya matusi peke yake, kudhalalisha jirani, kudhalalisha ndugu mwenzako. Yani kwa sababu mtu anapojipenda anakosa kuona mwingine kuwa bora kumliko. Kwa hivyo inafika mahali lazima tuelewe neno hili kwamba sasa tumefika wakati wa siku zilizo hatari, na tumeshakwisha kuambiwa haya mambo. Kwa hivyo ni mimi na wewe mpendwa, popote ulipo, kuelewa ya kwamba maisha yetu haya tunayoyaishi ni maisha mafupi sana hapa duniani. Kwa hivyo unapotazama teknolojia inavyoenenda katika dunia hii, inakuwa kikazi sana. Teknolojia inakuwa kikazi sana, na hii imefanya watu kujiamini, watu kuwa na kiburi kwa sababu ya teknolojia. Imesababisha watu kutukanana, taifa kwa taifa lingine wanatukanana, kiongozi kwa kiongozi mwenzake, unakuta kuna kutukanana, mambo kama hayo. Kiburi imejaa, matusi imejaa, wenye wamekuwa watu, hata unakuta watoto hawawezi watii wazazi wao, wasio na shukurani. Watu leo hii vijana hawana shukurani kwa wazazi wao, kwa wale ambao walisimama nao katika hali ngumu labda ya kimasomo. Utakuta hata watoto hawana shukurani kwa wale waliosimama nao. Unakuta yeyote yule aliyesaidiwa akaweza kuinuliwa, akaweza kubarikiwa, leo hii anaweza kuwa hana shukurani, labda hata kwa mzazi, labda hata kwa yule guardian. Watu leo hii wamekuwa watu wa kujipenda, wamekuwa watu ambao sasa wasio na shukurani, wasio safi. Watu wamekuwa chafu, watu mioyo zao zimechafuka. Wamekuwa watu ambao sasa wanafanya mambo ambayo wasiowapenda wa kwao. Unakuta leo hii vijana wamekosa kupenda watu wa kwao. Mambo kama haya yanafanyika, mambo kama haya yanafanyika katika viwango vya juu sana. Yanafanyika kiwango kile ambacho
tunahitaji Roho Mtakatifu, the Kodesh, the set apart spirit to intervene. We need to be convicted in our heart. Lazima turejelee neno hili ambalo Paulo ananena kwa mwanawe wa kiroho Timotheo. Anamwambia kwamba wakati itafika watu watakosa kupenda wakwao, watu wasiotaka kufanya suluhu, kwamba hatutakuwa na suluhu, watu hawatataka suluhu. Unakuta nchi fulani ikachukiana na nchi fulani na hakuna suluhu ambayo wanataka kurais. Sasa inakuwa ni vita vya ndani kwa ndani. Hata katika wanasiasa unakuta tunakuwa na vita vya ndani kwa ndani. Mambo kama haya yameshakwisha kutabiriwa ya kwamba kutakuwa na watu wasiotaka kufanya suluhu, wasingisiaji. Leo hii unakuta mke akamsingisia mume wake, unakuta mume akamsingisia mke wake, unakuta mtoto akamsingisia baba, baba akamsingisia mtoto, jirani akamsingisia jirani mwenzake. Kwa hivyo nataka tushukuru mwenye enzi kwa sababu ya neno hili ambalo mtume Paulo asholo ananena kwa ajili ya kijana wa kiroho Timotheo. Anasema kwamba nyakati za mwisho kuna hatari ambayo inaonekana wakati za mwisho, na sasa tuko katika hizo nyakati. Tunaona jinsi mambo yalivyo. Tunaona jinsi watu wanavyojipenda. Timotheo wa pili 3, watu wamejipenda, watu wamekuwa wenye wamependa fedha, watu unajua ukipenda fedha, kiburi yenyewe itaanza kuingia tu. Unakuwa mtu wa kiburi, unakuwa mtu mtukanaji, unakuwa mtu ambaye unakuwa msaliti, unakuwa mtu unayefanya mambo yasiyo pendeza. Kwa hivyo lazima tuelewe haya mambo, maana wakati huu tunaishi wakati wa watu kusalitiana, watu kuweza kublemiana. This is blaming the other is blaming the other person. Mambo kama hayo is happening katika dunia kwa ujumla, na watu wamekuwa wakaidi. Taifa hili limekuwa kaidi kwa lingine. Vita vimekuwa hapa na pale, vita vimekuwa vikali, watu wanapikana wenyewe kwa wenyewe, jamii kwa jamii wanapikana, kijiji kwa kijiji kuna kupikana, muji kwa muji kuna vita, kuna kupikana, taifa kwa taifa kuna kupikana, mambo kama hayo. Kwa hivyo wakaidi wamekuwa wengi. Wakaidi wamekuwa wengi, wenye kujivuna wamekuwa wengi. Watu wanajivuna, wanajiona wao kuwa ni heri, wapendao anasa. Watu wamependa anasa kuliko kumpenda mwenye enzi. Watu wamependa anasa kuliko kumpenda mwenye enzi, wenye mfano wa utaua, lakini wakikana nguvu zake, hao nao ujiepushe nao. Kwa hivyo kuna watu aina hiyo wanaoonekana wana utaua, lakini hakika ndani mwao hawana utaua. Ndani mwao wanaonekana watu ambao hawana nguvu za Mungu. Wanaonekana kuwa ni watu ambao wanampenda mwenye enzi, lakini kweli kabisa ndani mwao hawana nguvu za. Kwa hivyo Paulo anaponena haya mambo, anaenena kama unabii, na ndiyo sasa leo hii tunaona jinsi dunia ambavyo ilivyo, kwamba dunia mambo si sawasawa. Shetani ameweza kukitiri misisi sana, anakuwa kiwango cha juu sana, na anasalisha majini mengi sana. The mastermind ya majini, yeye anasalisha majini mengi kuhakikisha kwamba every sector ambayo inaweza kuwa ya kiserikali, inaweza kuwa hata ya kikanisa, ya kidini, kwamba ikuwe influenced na nguvu za kimajini,
kwa uelekezi wa nguvu za kiza. Kwa hivyo Paulo anatangaza, anafundisha, akimwambia mwanawe Timotheo ya kwamba lakini ufahamu neno hili. Kuna neno ambalo anataka uifahamu leo hii. Kuna neno ambalo mwenye enzi anataka ukaelewe. Ndugu yangu, dada yangu, kuna neno ambalo anataka uweze kulifahamu. Sijui unafahamu jambo gani leo hii, sijui unafahamu jambo gani, ila nimekuja kukuambia kwamba kuna neno ambalo mwenye enzi aliyeumba mbingu na nchi na vyote vilivyomo ana mpango mzuri juu ya maisha yako, na ndiposa kupitia kwa mtume Paulo anaonya Timotheo. Wewe unaweza kuwa Timotheo wangu, unaweza kuwa kijana yangu wa kiroho, unaweza kuwa dada yangu wa kiroho. Nataka nikuonye jioni ya leo ya kwamba kuna siku ambazo zinakuja, siku zilizo hatari, kwamba itafika wakati vile vitu unavyoamini sana, it will come a time those things you trust in most will have to fail. And when those things will have to fail, whom will you be left with? Utabaki na nani? Kuna vitu watu wameamini, maana watu wamejipenda, wamependa fedha, watu wamekuwa wenye kiburi, viburi vimewajaa, wamekuwa watu watukanaji, wasalidi, wamekuwa watu ambao wakaidi, wamekuwa watu wasiopenda kwao, wanaonekana watu walio na utaua, wanaonekana kuwa watu wanaompenda mwenye enzi, lakini ndani mwao wanatukana mapenzi ya mwenye enzi. Wanaenda kwa nguvu zao, wanafanya mambo kwa nguvu zao, ila sasa imefanya dunia ya leo kuweza kuenenda katika njia ambayo mwenye enzi anapotazama anaona hii ni hatari. Kwa hivyo mahali tuko tunaelekea mahali ambako ni hatari sana. Tunaelekea mahali hatari sana, ni kwa sababu teknolojia katika dunia nzima, teknolojia ike inakuwa kasi sana, teknolojia ike inaenda mbio sana. Na hata leo hii tunapoongea hivi, utakuta wadada zetu wameingia katika mambo ya kuona mambo ya mahusiano ambayo si mahusiano ya mume. Wameingia katika mahusiano kutumia labda teknolojia fulani, vyombo fulani wanavitumikia kujisatisfy. Unakuta mambo kama hayo. Hata wanaume pia wamefika kile kiwango, wanajisatisfy through masturbation, mambo kama hayo. Dunia ya sasa imejaa mambo mengi sana, na kwa sababu teknolojia pia inakuwa kikazi, na hivyo ndivyo shetani pia anakuwa kikazi. Sisi walio wa mwenye enzi, tulio na imani, basi ndiposa tunaambiwa na Shaul ambaye ni Paulo, kwamba tukaweze kufahamu neno moja, kwamba kuna siku ambazo zinakuja, na hizo siku ni hatari. The perilous time, the time that is not pleasing the sights of Yah. Lazima tuweze kujua kwamba iwapo wanadamu watajipenda, iwapo wanadamu watakuwa wakupenda fedha, iwapo wanadamu watakuwa wenye viburi. Maana kiburi inaweza ingia mtu more so when somebody has money, pride will grow, and when a man has money is uncontrollable. Sometimes we need to take this message seriously. Paul, the apostle Paul, is speaking to his spiritual son Timothy, kwamba the perilous time is coming. Be aware of this, my son. Hata nami nataka ninene juu yako wewe, brother yangu, you my sister. Nataka ninene pamoja na wewe kwamba kuna siku ambazo zimewadia, siku zilizo hatari mno. Watu watajipenda. Leo hii watu wanajipenda sana. Wamekuwa watu wenye viburi, wamekuwa watu wanaofanya mambo ambayo yana satisfy their own emotions, their own feelings. Wamekosa kuwa na ufahamu ya kwamba ninastahili nimpende jirani yangu na moyo wangu wote, nastahili nimpende na moyo wangu wote na nguvu zangu zote,
na akili zangu zote. So we need to love Yah with all our soul, with all our spirit, with all our strength, with all our mind. That is the ultimate thing that we can do for today's dispensation, kwa sababu mambo jinsi yalivyo, mambo inaenda kwa njia mbaya sana, na iwapo hatutamrejelea mwenye enzi, tukaweze kuwa na ufahamu kwamba mwenye enzi ana malengo gani katika maisha yetu, ana mipango ipi katika maisha yetu, basi ni hatari sana kwetu. Na hii inaonyesha kwamba hata na siku ya mwisho watu wengi wanaenda motoni. Iwapo watu tutakuwa kujipenda, tuwe wa kupenda fedha, tuwe watu wa matusi, wa kutukanana, tuwe watu ambao ni wakaidi, tuwe watu tusiopenda kwetu, tusiopenda wazazi, tusiopenda wenzetu. Mambo kama hayo yanapofanyika na siku yako ya mwisho inapowadia, kumaanisha basi you will have to spend your life in eternal fire. Kwa hivyo nataka nikwambie mpendwa, unayenisikia, ya kwamba kuna jinsi ambavyo dunia mambo hayenendi sawa sawa, kwa sababu mwanadamu anaenenda kulingana na teknolojia. Na ukifuata teknolojia leo hii, we have what we call living robots. Kuna robots ambazo sasa take over, zinafanya kazi hata kwa makampuni, in industries. You will find machinery like robots being assigned some duties to perform. Sasa hizi ndizo siku, this is the time, this is the dispensation that we need to come back to Yah. Hallelujah. We need just to come back to Yah, because Yah says that he is going to demolish the knowledge of men, kwamba ataweza kuangusha, kufutulia mbali ujuzi wa wanadamu katika dunia, kwamba wanadamu wameinuka katika viwango vikubwa sana katika teknolojia. Na ndiposa leo hii we have incubation, ambayo that incubator ambayo inaweza tu peana joto kwa mtoto. So unakuta kwamba man's semen can be taken na inawekwa katika mtungi fulani ulio na joto, na unakuta pale mtoto lile yai la mtu wa kike na yai la mtu wa kiume linashikanishwa ina certain incubator, na hapo mtoto anaanza kukua. So hata siku sisi ambazo tunaongea, nafika wakati unakuta wamama hawatakuwa wanabeba mimba as the way we see them doing, basi itakuwa inafanyika through incubation. Kwa hivyo siku hizi kuna mambo ambayo yanafanyika ambayo sasa si kulingana na mapenzi ya mwenye enzi, kwamba mwenye enzi ambaye ni muumba, ambaye ni baba yetu aliyeumba mbingu na nchi, akaumba mtu kwa sura na mfano yake, ana makusudi yaliyo mazuri na mipango iliyo mizuri cha maisha yetu. Kwa hivyo tukaweze turejee katika habari hii, maana Timotheo anaambiwa na baba yake wa kiroho. Sijui baba yako wa kiroho ni nani, mpendwa msikilizaji? Sijui wewe leo hii baba yako wa kiroho ni nani? Nataka leo hii nikaweze kuwa baba yako wa kiroho. Wewe mwanangu, nataka nikwambie kwamba kuna nyakati ambazo ni hatari sana, na hizo nyakati zimeshawadia. Mambo inaenda kufanyika yasiyopendeza, hata umeanza kujionea katika maisha yako. Unakuta watu wamejawa na chuki, wamejawa na wifu, wamejawa na matukano, yani mambo hayenendi sawa sawa. Watu wamejipenda, wamependa fedha, na hata wenyewe wanaonekana kuwa wataua, wanaonekana kuwa wanalitaja jina la Yah, kwamba tunampenda mwenye enzi, lakini kumbe ndani mwao hakuna utaua, hakuna nguvu za Yah, hakuna nguvu za mwenye enzi. Kwa hivyo wanatumia jina la mwenye enzi kuweza tu kama kinaya tu, ili wakaweze kujinufaisha kwa mambo fulani. Na ndiposa Paulo mtume anamwambia Timotheo kwamba kuna siku za hatari zinakuja, na sasa hizo siku zimeshawadia. This is the dispensation that we need to understand, that
the perilous time has come. So this is the time that we need restorations in our families, in our villages, in our churches, in our nations. This is the time that we need revival. This is the time that we need restoration. This is the time that we need renewal in our mindset, renewal in the way of thinking. Our mindset need to change around. Ni kwa sababu sasa ni nyakati hatari, nyakati ambazo watu wanajipenda wenyewe, mtu anaweza hongwa pesa hata akauawa tu, akaenda akaua mwenzake kwa sababu ya kuhongwa pesa, pasipo kujali uzima wa mtu mwingine kuwa ni uzima wa maana. Watu leo hii wacha tukarejelee kwa ujumbe huu, tukajua ya kwamba yule mtu mwanadamu unayemuona ni jirani yako, ukampende, ukamjali, ukamchukue kwa ndugu yako. Be your brother's keeper. Be your brother's keeper. That is what Yah is asking Cain, that where is your brother? Tusiwe na moyo wa Cain. Let us not have the heart of Cain. Let us have the heart of keeping your brother. And if at all we can apply love in everything that we do, tukiwa na upendo, utampenda jirani, utampenda yule mtoto unayekutana naye kwa njia, utampenda yule ndugu ambayo hujamjua hata kwa jina, utampenda yule mzee ambaye umekutana naye kwa njia, utampenda yule yoyote. Na unapompenda mwanadamu, basi utakuwa una demonstrate Yah's love. Kumpenda mwenzio ni njia ya kudemonstrate upendo wa mwenye enzi. Kwa hivyo Yah has loved us unconditionally. Yah has loved us unconditionally. So let us love one another. Let us carry one another's burden. By so doing, we shall be fulfilling the purpose of Yah, that we need to be his friends. Kwamba tuwe rafiki yake. Tunakuwa rafiki wa mwenye enzi kwa njia gani? Kupenda mwenzako. When you love one another, you fulfill Yah's purpose here on planet Earth. Hallelujah, hallelujah. Wacha tukaelewe kwamba Paulo mtume ananena na kijana ambaye amemkuza katika mambo ya utaua. Anasema nini? Mstari wa 5 anasema, wenye mfano wa utaua, lakini wakikana nguvu zake, hao jiepushe nao. Kuna watu ambao lazima ujiepushe nao, watu wanaokuingiza katika mambo yasiyofaa, wanakuingiza kwa maneno yasiyofaa, wanataka ufanye mambo yasiyofaa. Paulo anasema watu kama hao achana nao. Achana na yule rafiki ambaye anakuelekeza kwa mambo mabaya, yule rafiki anayekuelekeza kwa mihadarati, yule rafiki anayekuelekeza kwa mambo yasiyofaa, kwa mambo yasiyo mazuri. Yule mtu ambaye unasema ni rafiki yako na anafanya mambo kama hayo, basi achana na yeye kabisa kabisa, ukafuate njia za mwenye enzi, ambazo sasa Paulo anatuambia kwamba tujihadhari na siku za mwisho. Na ndiposa leo hii hasa katika taifa letu la Kenya tunaona we have a lot of abduction. Vijana wengi wanatekwa nyara, wengine wanauliwa tu ofyo, na hatuelewi wangapi hata wanauliwa kwa siku. Ni hali ya kukosa upendo ndani ya moyo, kwa sababu haijalishi wewe ni askari, wewe bado tu ni mwanadamu. Ile bunduki ulio nayo haimaanishi kwamba sasa wewe ni Mungu. Wewe bado ni mwanadamu. Kuna siku utakufa tu brother, kuna siku tu utakufa pia. Utakuwa tu bado utakuwa udongo tu tena. Sasa hakuna haja ya kumsaliti jirani yako. Hakuna haja ya wewe kuwa Yuda Iskarioti. Hakuna haja. Kwa nini unamsaliti ndugu yako? Kwa nini unamsaliti mafiala? Kwa nini unamsaliti jirani yako kwa mambo ambayo unaona hakika hata hakuna ukweli, lakini mbona unayashika hayo mambo kuwa ni ya ukweli, na hata wewe mwenyewe unajua si ya ukweli? Unaenda kotini kutoa
kutoa kuwa a witness in a court, na unajua kwamba what you are witnessing is a total lie. Why? Kwa nini? Kwa hivyo wacha tukaelewe kwamba Yah anatupenda. Yah loves us and he wants us to operate in a love. Love your friend, love your neighbor as you love yourself. That is the second commandment. The first commandment is to love Yah with all your heart, with all your spirit, with all your strength, with all your mind. And the second commandment is to love your Yah, to love your Yah, the Almighty Creator, with all your, the second commandment is to love your neighbor as you love yourself. This is the time that we need to love one another, because if we cannot do that, then this is the perilous time. Hii ni wakati wa hatari. Sasa watu wanauana pasipo kujali, watu wanakufa kama kuku, wanauana kama kuku. People are being killed like slaughtering a hen, like slaughtering a rooster, like slaughtering a cow without fear. So may Yah help us. Mungu Yah atusaidie, mwenye enzi atusaidie, kwa sababu wakati huu ni wakati ulio hatari sana. Pendwa msikilizaji, nataka nikutie moyo kwamba ukaweze kumrudia tu mwenye enzi, maana kwa vile vitu unavyoamini sana, kuna uwezekano unaweza kuwa na magari mengi, kuna uwezekano uko na pesa mingi, kuna uwezekano uko na rasilimali, lakini kuna sehemu ambayo bado unahitaji kuona mwenye enzi akikutendea, maana hakuna mtu ambaye ameshakwisha kukamilika. Unaweza kuwa na pesa, lakini kuna maradhi ambayo imekufikisha mahali ambako lazima utasema Yah aweze kunikumbuka mahali hapa. Unaweza kuwa na vitu rasilimali mingi, lakini kwa njia moja ama nyingine lazima utahitaji Yah aweze kuintervene katika maisha yako. Kwa hivyo brother, sister, nataka niseme ni asante sana kwa kunisikiliza, ila elewa nyakati hizi za mwisho nyakati hatari sana. Wacha tumrudie mwenye enzi. Achana na kile unachofanya, kaweze kumrudia mwenye enzi, akaweze kuingia katika maisha yako. Mkubali Yahoshua ambaye ni mwana wa Yah, akaweze kuingia katika maisha yako, abadilishe maisha yako. Ukaweze kubali the set apart spirit, Roho Mtakatifu aingie ndani mwako, Kodesh afanye makao ndani mwako, na ili maisha yako yakaweze kubadilika kwa kumpenda Yah na moyo wako wote, kwa kumpenda Yah na nguvu zako zote na akili zako zote. Kwa njia kama hiyo utachinasua katika huu mteko ambao shetani ameweka, kwa sababu kiona dunia sasa jinsi ilivyo, teknolojia inakuwa kasi sana, na hivyo ndivyo shetani ameingia ku mastermind many demons. Na sasa kupitia kwa njia hiyo utakuta ndoa zetu zinaharibika, wanawake wameingia kwa mambo fulani fulani ambayo sasa wameanza kuona kwamba they have got some equipments to satisfy them even sexually. Sasa wameachana, wanaona hata hakuna haja ya wanaume. Inafika wakati wanaume tutakosa hata wanawake wa kuweza kufanya mapenzi jinsi ya mume na mke. Na hivyo ndivyo Yah alivyokusudia. Kwa hivyo kwa sababu ya teknolojia, kuna teknolojia imeamuka mno. Wanawake wako na vitu fulani ambavyo wanaweza nunua katika maduka zao wakavitumikia to satisfy themselves. Mambo kama hayo si mpango wa Yah. Wanatumia the incubator kuweza kulea mtoto kwa njia ambayo si ya kawaida kupitia kwa mwanadamu wa kike. Mambo kama hayo yako yanafanyika kwa sababu ya teknolojia. Yah atusaidie kwamba tusije tukafika kiwango kile. Wacha tumpende Yah na tukaweze kuzingatia katika ufahamu huu. Wacha na Yah akubariki, Yah akutende mema. May Yah bless you, may Yah do you good. Amen, amen, amen.